So wakati mmoja tulikuwa introduce na mama mmoja, na utaniruhusu nitaje jina huyu mama, maana huyu mama alikuwa mshirika wetu kanisani kwa muda mrefu. Huyu mama licha ya kuwa alikuwa ni mtu ambaye anatoka kwa boma ilikuwa na uchawi na maroho kama hizo, yeye mwenyewe alikuwa practitioner. Alikuwa mtu ambaye amefanya hiyo vitu kwa miaka mingi. So kwa maneno mengine alikuwa na rangi yake katika ulimwengu wa roho. Ukisema vitu unamaanisha ni vitu gani hizo? Namaanisha uchawi, uganga. Lakini sasa kulingana na yeye vile alianza kutueleza, alitueleza kuna kuanga na waganga wazuri na waganga wabaya. Usisahau sisi hapa ni wachungaji ambaye tunataka kusaidia maisha ya watu, the same time tupate pesa kutoka kwa watu ndio tufikie malengo yetu. So unaona mahali tunaingia na tumepatana na huyu mama. Kwa hivyo kitu ya kwanza tunajua hakuna kutoa kafara ya kumwaga damu ya mtu ama kuua mtu. So ni kumaanisha huyu mama elimu ambayo ako naye yenye amesomea ama amerithi kutoka kwa babu yake ni elimu ambayo inaweza ikatusaidia na tukakuwa msaada kwa watu na watu wakaleta pesa kutoka kwetu. So hapo ndio ilikuwa introduction katika divination. Ni mfupa ya mwili, kuna mifupa ambazo huwa zinakaa kwa mchanga kwa muda mrefu sana. So hiyo tukichukua tuna summon ile spirit ya huyo mtu. Na kuna maneno siwezi ongea kwa social media hapa maana sitaki kutap kwa mavitu tulikuwa tunafanya, maana inaweza nikaamusha zile maroho na ikachukua safari nyingi sana mimi kutoka kwa hiyo kitu peke yake. Hii maji ya mochari mlikuwa mnanunua? Vitu kama tungenunua mingi na hiyo tungemwaga pale kwa mlango ya kanisa. Washirika walikuwa wanakuja mkimwaga maji? Ni vitu najua ni spiritual na zinafanyika, zina happen sana. Lakini si Mungu anawaleta, lazima nieleze hiyo. Ni mapepo inawaleta. Hello everyone, hope you're doing good. My name is Amos, na kama it's your first time to come across this channel, kindly consider subscribing, na kama ni returning subscriber tuendelee hivyo hivyo. We are at 15.9k subscribers tukishoot hii video. So ukiona unaja subscribe, kindly consider subscribing. Na hautakuwa unapitwa na video zote tutakuwa tunapost. Leo tuko na Musa wa Mungu. Musa wa Mungu amekuwa kwa hii channel. Hii ndo video yake ya pili tunafanya. Ile ya kwanza ni alikuwa anatuelezea vile alikuwa into fake prophets, vile alikuwa ana perform miracles. Na leo tumemleta for part 2 atuweze kutupatia knowledge about vile walikuwa wanatumia spiritual ku perform miracles na kuheal watu. Si ndio Musa? Kabisa. Kwa mtu mwenye yako ile video ya kwanza tulikuwa tumerecord na akujue, buji introduce. Nishukuru kwanza kwa hii nafasi. Yes. Mweke TV. Ndugu yangu, nianze kwa kusema asante kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Nashukuru pia. Na video yako imekuwa ni ya baraka kwa watu wengi, kwa taifa la Kenya na nje. Na video hizi zinauchiwa na watu wengi sana. Na kama juzi nilipokuwa katika video ile ya kwanza, kuna masimu nimepata kutoka na watu mpaka watu wako nje za nje. Na wengine wanapiga wako kwa addiction na mashida fulani, wengine wako katika cults na Freemasons, na wengine wanataka tuombe pamoja tujue vile tutawasaidia kiroho ili waweze kutoka kwa vitu kama hizo. Kwa hivyo niseme ni asante kwa nafasi hii ambayo Mungu anatumia video yako kuwa baraka kwa watu. Kitu cha pili, niseme mimi naitwa Musa wa Mungu. Na huyu Musa wa Mungu nilieleza kwenye ile episode 1 na nikasema mimi nilikuwa nabii wa uongo. Na ile unabii wa uongo niliifanya deep, kuenda mahali sasa mpaka ninahusisha maroho chafu katika hiyo unabii. Na wale ambao husoma Biblia, ukiangalia kitabu ya Yeremia mlango wa 22, kuna manabii utaona maandiko yanaongea kwa husu. Kuna wale wanatabiria watu na wanatunga hiyo unabii. Lakini sasa hapa nasema nilikuwa deep. Na maanisha sasa nilikuwa nimetoka mahali pa kutunga unabii na akili. Pengine nitume mtu afuate mtu, huyo mtu akuja aniambia amefuata huyo mtu, amejua kwa huyo mtu nyumba yake inakaa aje. Sasa nilikuwa nimetoka kwa kutumana na kwa kufanya kazi na wale malaya wenye wanakuja tunawalipa, wanatoa ushuhuda za uongo. Hapa sasa ilifika mahali unapata sasa ninaingia sasa kuanza kuhusisha nguvu za giza na kuenda makaburini, na wakati mwingine kuenda kule mochari kuchukua vitu ambazo tungehitaji kufanya ibada nazo ili tuone vile tutapata pesa kutoka kwa watu. Sasa kwa episode 2 ambayo wanaitazama leo, mimi nataka niwapatie disclaimer mapema. Tunaenda kuingia deep. Vile endelea. Tunaenda kuguza vitu deep sana. Na hizi vitu bado kuna watu niliacha katika hiyo nabii wa uongo. Kwa mfano, kama ile kikundi ya manabii wa uongo tulikuwa zaidi ya wachungaji 70. Na hawa ni maaskofu ambao wanajulikana sana
Nairobi na nje ya Nairobi. Na ukisikia mtu anaitwa askofu, ujue kuna makanisa ambayo yako chini yake. Kumaanisha kulikuwa na makanisa mengi sana ambayo ilikuwa ya manabii wa uongo, na tulikuwa kwa kikundi kikubwa sana. Na kuna baadhi ambayo ni wachungaji wakubwa sana ambao wanajulikana leo kwa taifa la Kenya, hata nchi jirani, Afrika, hata dunia kwa ujumla. Na wengine tulikuwa na hao ndio walikuwa sasa wakubwa wetu. Kuna wakati tungeenda kutafuta advice kutoka kwao, na kuna wakati tungepata maarifa mengine kutoka kwao. Kwa hivyo tukiwa katika zile vikundi, ungepata kuna vitu wanatueleza na kuna vitu tunasikia kutoka kwao wakati wanapiga stori zao, na tunapata maarifa zaidi ya kufanya ile unabii kwa njia ambayo sio tu ya kimwili bali ni njia ya kiroho. Yes, pengine kuna swali ama kabla tujaendelea sana. Hawa manabii walikuwa wanatumia njia gani? Hizi vitu za kiroho walikuwa wanasema ni kama ni gani walikuwa wanatumia? Kwa mfano, hapa tulikuja kuanza kuonyeshwa vile tunaweza ingia katika ibada za ushirikina, na tukaanza kutumia maroho chafu ama maroho za watu waliyekufa kupata information ama kupata ujumbe ya watu. Na kwa wale ambao wanasomanga Biblia, sitaguza kwa sababu ya muda, it's a work of a king to search. Watu wakisoma katika historia ya mtu anaitwa Elisha, wakati Elisha alikufa, unapata kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaenda kuzika mtu wao fulani Mwisraeli ambaye amekufa. Kwa hivyo hiyo mwili ya huyo mtu ilipoanguka ikaguzana na mifupa ya Elisha, huyo mtu aliamka na akaanza kuishi. Kwa hivyo katika ushirikina ama divination ama manabii wanaohusisha manguvu za giza, huwa wanajua licha ya kuwa mtu amekufa, katika ulimwengu wa roho kuna spirit ya huyo mtu bado wanaweza wakainasa ama wakaipata, either kupitia mifupa yake ama remains, mabaki, either ikawa ni mavazi au ikawa ni mifupa yake ama chochote alizikwa nacho. So inategemea huyo mtu alikuwa nani. Kwa mfano, niguzie mfano ndio watu waweze kuelewa. Yes. Unaweza ukapata mtu kama ako kwa taaluma, kwa mfano kama huyo Elisha ambaye tumeguzia, unaona alikuwa mtumishi wa Mungu. So licha ya kuwa alikuwa mtumishi wa Mungu, bado hata wakati amekufa, mifupa yake bado ilikuwa na nguvu ya kutenda miujiza. Are you understanding? Yes. So katika ulimwengu wa kiroho, tulipokuwa katika ile ufalme, tulikuwa tunaelewa mtu hawachangi kukua yeye kwa sababu amekufa. In another word, mwalimu akifa leo kwa sababu aliishi akikuwa mwalimu, aliishi akikula pesa kwa sababu ya kufundisha watu. So wakati amezikwa, hiyo roho ya walimu bado inakuanga kwa remains zake. Sijui kama tunaelewana. Na kuelewa, bado walimu amekufa nayo, iko ndani yake bado. Ile kipawa ama ile roho, for lack of better words, bado iko kwa remains zake, ama masalio ama mabaki yake. Wacha niguze mfano mwingine. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa mwanajeshi akiwa anajitoa mwanga kwa sababu ya kulinda taifa, wako kwa mpaka usiku na mchana. Na unajua hiyo kazi mtu anaweza kafa anytime. Yes. Ujue huyo mtu kitu ya kwanza alikula kiapo ya kuprotect ama ya kuhifadhi taifa lake ama kulinda for security purpose. Yes. Kwa hivyo aliishi akijua anaweza kufia kwa hiyo kazi. Kwa hivyo kwa maagano ambayo aliingia akiweka zile tunaitanga oath. Yes. Mtu anapoingia katika kutawazwa, kuingia katika hizo cheo ama katika hizo nafasi, ujue aliapa na maisha yake kuprotect ile nchi. So huyo mtu hata wakati amekufa katika ulimwengu wa roho, inaaminika huyo mtu kama kuna wachawi. So inategemea huyo mtu alikuwa ngazi gani ya spiritual, ngazi gani ya madaraka fulani. Hebu niguze mfano ndio watu waweze kunielewa. Maisha za watu zinakuwa na value tofauti tofauti. Inategemea mtu wakati alikuwa hai, maisha yake ilikuwa ya msaada kwa watu kwa njia gani. Kwa mfano mtu kama president ambaye amekufa kwa taifa, huyo mtu hata kiroho unapata kama ni spirit yake mtu anataka kwenda kuamsha ifanyishe kazi fulani, ikuangi accessible mara nyingi, kwa sababu ile kazi alifanya pengine ndio apate ulinzi, alienda kujihusisha kwa miungu tofauti tofauti. So unapata kuko na spiritual protection ya ufalme wa giza walikuwa wanampatia wakati amekufa. Sawa sawa. Na ile kazi alikuwa anafanya. So kuna kuanga na ranks in the spirit. So najaribu kutafuta mifano kidogo ndio niweze kuleta hii point. Ati huyo mtu hata wakati amekufa, ile spirit, ile roho ya ile kazi alikuwa anafanya bado inakuanga iko hai.
Na hapa ndio tungeenda hata kama ni makaburini. Kwa mfano kuna wakati moja tulikuwa na vita fulani ya kiroho sana, na hii vita ilikuwa inatokana na wachawi, na maana sisi tumeingia sasa kwa divination hapo. Unajua hata maombi yetu bado tungeombea watu kanisani, lakini bado tunaingiza maibada zingine ambazo sio za Mungu. Maana sasa the more tuliingia kwa hiyo ufalme wa giza, unapata kuna vitu tulianza kujua nyingi za hiyo ufalme wa giza, venye mtu anaweza akajiprotect. Hebu nikupe mfano ndio watu waweze kuelewa. Kwa mfano tungekuwa pengine kuna kitu kametokea kanisani, na kuna watu wamekuja wameanza kushuku, wanataka kujua ukweli iko wapi, na unasikia pengine hiyo ujumbe ama ni kitu mtu alifanyiwa hapo kanisani na ameenda kuripoti police station. So hapa tungechukua mfupa ya samaki, na si samaki hawa wadogo, masamaki kubwa kama papa, wale samaki wakubwa. So ile samaki inaaminika vile uwezi ukaishika ikiwa kwa maji. Unajua uwezi shika samaki kwa maji, maana inateleza. So kumaanisha kuna vile unaweza ukatumia roho ambaye samaki inakuanga nayo, we ukateleza kwa kesi. Nilisema tunaingia deep. Na ndio utaona katika tradition ama imani fulani, utasikia kuna watu wanakuambia kukiwa kuko na mapepo inawasumbua, huwa wanachukua mafuta ya nguruwe. Sijui kama umeshaisikia vitu kama hiyo. Yes. Mtu unasikia kuna mapepo inawasumbua, wanajipaka mafuta ya nguruwe, maana inaaminika iko na nguvu ya kukemea ama ya kupinga hizo mapepo. So najaribu kuleta hizo mifano, na naguza mifano tofauti ndio watu waanze kuelewa. So unaweza pata wengine wanakuambia kukiwa kuna mtu anasumbuliwa na majini ama mapepo inakujanga kupiga milango kwake ama madirisha usiku kumtocha, achukue mafupa ya nguruwe, anaichoma, na anachukua hiyo jifu anaitupa kwa mabati. Are you getting? Na sana sababu nimekaa Mombasa kidogo, utapata ile Islamic community kuna vitu za kichawi sana wanaelewa kama hizo. Na naguzia mfano tofauti ili niweze kuleta sasa point moja. Vile mtu anaweza akakuwa amekufa lakini roho yake ikakuwa summoned, na ikakuja ukaanza ukaitumikisha kufanya kazi yenye unataka ikusaidie. Hivyo wanyama wanakuanga wamebeba maroho tofauti, na mtu anaweza aka-invite spirit ya mnyama fulani. Na pengine kuna viewers wetu, mtu ambaye yote kuna umbo inamkimbisha. So unaona hapa kuna roho inaweza ikaamushwa na ikavalishwa mwili kama ya umbwa na ikakuja, ama the spirit of a dog. Na sitaki kuingia kwa dreams interpretation. Najaribu kuguza mifano nyingi ndio ili uweze kuelewa. Sisi kuna wakati tungekuwa na kesi na tufunga mahali, ama kuna mtu ameturipoti police station, tungechukua mfupa pengine ya samaki, choma inakuwa jivu, ama mnaigonga inakuwa jivu. Hiyo unaweka kwa mafuta, kwa anointing oil ile sisi tungetumia. Na wakati unajipaka na unapaka kwa paja ya uso, hata ukikaa mahali mko kwa hiyo mkutano, ule mtu hawezi akakunasa akakufunga na swali. There is a way you have to slide. Unaelewa kitu kama hiyo? So kwa mfano kama ni askari ama ni mwanajeshi, tungekuwa tumeripotiwa mahali police station, na kuna kesi inaendelea, kuna mtu alikuja hapo kanisani anasema aliibiwa pesa zake ama alitapeliwa. So pengine tunataka sasa kuamsha nao spirit kama ya hao watu ambaye ni maaskari wenye wako kwa ofisi. Tungeenda tutafute pengine makaburini, kama kuna askari ama mwanajeshi alikuwa kwa rangi ya juu, iwe ni wakati wa ukoloni ama ni wakati gani, bora tu alikuwa kwa rangi ya juu kwa ofisi ya kiserikali. Alikuwa ni mtu ambaye ako juu, kuna wadogo wako chini yake, mtu ana authority wakati alikuwa kwa mwili. Hapo ndio tunaweza chukua kitu chochote ni chake. Na unaona kama ni miaka mingi imeisha, remains imebaki, manguo iliisha, maana imepotelea kwa mchanga, imekulwa na mchwa. Lakini mfupa, kama ni mfupa yake spinal cord, ama ni mfupa ya mwili, kuna mifupa ambazo huwa zinakaa kwa mchanga kwa muda mrefu sana. So hiyo tukichukua, tuna summon ile spirit ya huyo mtu. Na kuna maneno siwezi ongea kwa social media hapa, maana sitaki kutap kwa mavitu tulikuwa tunafanya, maana inaweza nikaamusha zile maroho, na ikachukua safari nyingi sana mimi kutoka kwa hiyo kitu peke yake. So kuna enchantment, for lack of better words, kuna chant tungeanza kuchant. Na kwa sababu ya kuelewa ile elimu ya kiroho, unajua vitu za Mungu zinafanywa na elimu fulani. Pia mambo ya kiroho kuna elimu yenye huwa ina-backup. Na kuna vitu unaweza ukajifunza ama mkafunzwa na mtu mwenye anafanya uchawi. Kama Mombasa kuna mashule za uchawi, unajua ziko? Mombasa kuna shule za uchawi? Of course. In fact, hii nimefikia saa hizi. Really? Hiyo tutakuja kwa episode 2. Kuna shule za uchawi, mahali unaenda unalipa school fees, unakaa chini kama mwanafunzi kwa chuo kikuu ama chuo ya msingi, na unafundishwa uchawi practical. Ikiwa unataka kufunga familia ama uko mzima ya mtu, unaweza ukafanya aje? Ikiwa ni mtu mmoja tu mnasumbuana na yeye, ni wadui mko naye kwa kazi,
ama pengine kwa ofisi mahali anataka kuchukua nafasi yako, uchawi ya kufunga huyo mtu mmoja ni gani? Kuna uchawi mwingine sasa pengine unapigana sasa unataka kudili na boma mzima. Njia yenye utaleta hiyo boma mzima wote wakae kwa utumwa ni gani? I mean, kuna physical na kuna spiritual, kuna practical na theories. Leo tutakuja kuongea wakati wacha tutakuja huko baadaye kwa hizo zote unaguzilia. Wacha turudi nyuma tuanze. Turudi hapa. Ulijipataje mkitumia hizo spiritual, hizo mavitu za spirit? Ilianzia wapi? Tuende hapo mahali mlianzia. Mahali tunaanzia. Yes. Hiyo ni swali mzuri. Unajua kitu ya kwanza, sisi tulikuwa tunajitanga Twins Prophet. Na hiyo ilikuanga ni kama jina ambaye tulikuwa ni kama jina ya kampuni fulani inajulikana. Sasa mimi hata pengine mtu hangenijua individual, angenijua na hiyo identity. So wakati tuko kwa maredio na ma-TV wakati huo, unapata watu walikuwa wanataka sana wakuje watabiriwe na wale wachungaji mapacha. So sisi nia yetu ilikuwa ni kutake over Africa kwa kukua manabii Africa. Unaelewa? So tulikuwa tunakimbizana na hiyo status. Na kitu ya pili tulikuwa tunakimbizana na kitu inaitwa pesa. So money. So hapo ndio ilikuwa baadhi ya kitu yenye ilikuwa inatuvuta sisi kuenda deep kwa hizo vitu. So wakati moja tulikuwa introduce na mama moja, na utaniruhusu nitaje jina huyu mama. Maana huyu mama alikuwa mshirika wetu kanisani kwa muda mrefu. Na kuna watu ambaye wako kwa hiyo kanisa na huyu mama bado hajaacha hizo vitu. Kama ndugu yangu mapacha bado hajaacha hizo vitu. Unaelewa? So kuna watu wengi sana pengine kupitia hii video wakati nataja vitu kama hiyo na kuna watu walikuwa wanamjua. Ende ikawa Mungu anaweza akafikisha ujumbe hii kwa huyo mtu ambaye angeenda atapeliwe na huyo mtu ama na watu kama hao. So huyu mama alikuwa anaitwa Mama Masi, alikuwa anaitwa Masi Muhali. Masi Muhali alikuwa mzaliwa wa Western. Na huyu mama licha ya kuwa alikuwa ni mtu ambaye anatoka kwa boma ilikuwa na uchawi na maroho kama hizo. Yeye mwenyewe alikuwa practitioner. Alikuwa mtu ambaye amefanya hiyo vitu kwa miaka mingi. So kwa maneno mengine alikuwa na rangi yake katika ulimwengu wa roho. Ukisema vitu unamaanisha ni vitu gani hizo? Namaanisha uchawi, uganga. Lakini sasa kulingana na yeye vile alianza kutueleza, alitueleza kuna kuanga na waganga wazuri na waganga wabaya. Kwa mfano kama yeye kipawa alikuwa naye, alikuwa mganga mzuri. Mwenye mtu akikuja kwake akiwa na shida, anamsaidia. Yani kipawa yake ama uganga wake haikuwa ya kuua na kumwaga damu. Kama mtu ako na shida pengine anaavya mimba inatoka kunakuwa na miscarriage, alikuwa anaweza akachemsha vitu, akang'oa mizizi ya vitu fulani ya miti fulani, akachemsha ile maji na akapatia na ule mtu hiyo shida ikaisha. So huyu anakuwa kwa classified ya kukuwa mganga mzuri wakati huo. Kwa mfano kama dini ya Waislamu wanajuanga kuna majini aina mbili, majini mazuri na majini mabaya. Kuna majini ya mali, ya utajiri na vitu kama hizo. So katika hiyo imani hata huyo mama alikuwa hivyo. So yeye alianza kutuintroduce, akituanza kutupatia hiyo nafasi tuweze kuelewa kuko na majini mabaya na majini mazuri, kuna maroho machafu na maroho mazuri, na kuko na waganga wazuri na waganga wabaya. Waganga wabaya ni wale wanaua maisha ya watu, wazuri ni wale watu wakiwa na mashida wanakuja kuwasaidia. Na usisahau sisi hapa ni wachungaji ambaye tunataka kusaidia maisha ya watu, the same time tupate pesa kutoka kwa watu ndio tufikie malengo yetu. So unaona mahali tunaingia na tumepatana na huyu mama. Kwa hivyo kitu ya kwanza tunajua hakuna kutoa kafara ya kumwaga damu ya mtu ama kuua mtu. So ni kumaanisha huyu mama elimu ambaye ako naye yenye amesomea ama amerithi kutoka kwa babu yake ni elimu ambayo inaweza ikatusaidia na tukakuwa msaada kwa watu na watu wakaleta pesa kutoka kwetu. So hapo ndio ilikuwa introduction katika divination. Asa aliwachukua wale mapasta wote mlikuwa nao akawafundisha. Sasa hapa ni wakati amekuja kwa kanisa mahali tulikuwa na kanisa Ruiru mahali panaitwa Hilton. Kuna booster Safaricom ilikuwa hapo, ndio kanisa tulikuwa tumeijenga. So huyu mama wakati alikuja kuwa msaada kwetu kiroho katika ile uganga na ile ushirikina, alikuja kwa kanisa ambayo tumefungua mimi na ndugu yangu mapacha. So wakati anakuja kuna vitu ambaye sisi tulikuwa tunajua lakini hatukuwa tumejiinvolve ndani. Kwa mfano kuna vitu tulikuwa tunajuanga, ni vitu ya kawaida sana. Kuna mafuta ambaye hiyo mafuta wachungaji wanaweza enda wakanunua mahali ama wakaitafuta wakaipata mahali na wakaitumia, na inakuanga na anointing ya kuvuta washirika, inakuanga na anointing ya kutenda miujiza, inakuanga na anointing ya kufanya vitu tofauti kwa watu waweze kuona muujiza. So hiyo ni vitu kidogo kidogo tulikuwa tunajia kwa kusikia. Na kwa Njoroge kuna vitu mingi tulikuwa tumeonaona,
lakini sisi hatukuwa tuna participate kwa hizo vitu. Lakini kuna wakati moja tulipatana na baadhi ya mshirika, na huyu mshirika alikuwa anataka, tulikuwa tunataka tutoe pesa mingi zaidi ya 1.5 zaidi kutoka kwake. So ilibidi tujaribu kutafuta vile tunaweza tukatengeneza extraordinary miracle yenye itafanya aamini ya kwamba ametolewa uchawi fulani, na baada ya hiyo uchawi kutolewa tupate hizo pesa, ndio tuende tuvunje hiyo madhabahu ambaye, ama ile madhabahu wale waganga walipanda kwa boma yake. Yes. Na ndio ikakuwa ndio sababu ya shida ambazo zimekuwa kwa boma yao. Na tuende tuharibie hiyo uchawi mahali panaitwa Tanzania, Pemba ama Moshi. So najaribu kusema hivyo kwa sababu kuna vitu ilikuwa inatusukuma. Kuna mtu tungeona kuna pesa mingi anaweza akatoa, lakini unajua kutoa pesa kwa mfuko wa mtu si rahisi. So lazima ufanye kitu extra. Sasa hiyo kutengeneza muujiza extra. Yes. Ndio ilienda ikituingiza kwa vitu tofauti sana. Sasa hizi vitu walikuwa wanawafunza ni kama gani? Classes za uchawi. Classes za uchawi. Mfano, unajua kuna vitu ya kawaida sana. Na unajua hapa tunaongelea uchawi ya kusaidia maisha ya mtu. Kwa mfano, ungepata kama kuna washirika tungetaka wakae kwa ile kanisa, ndio huyo mshirika asitoke. Hiyo ni vitu tu ya kawaida sana. Ni kupika chakula na kuombea hiyo chakula, kuifanyia dedication. Na watu wakikula hiyo chakula, hawa wachungaji au ndio washirika unapatanga, wanaweza wakasikia vitu fulani. Wachana, kuna wale Mungu anakuanga wameweka hapo ili wakuwa msaada kwa maisha ya huyo mchungaji ama kwa maisha ya hiyo huduma, na wakuwa waombaji kwa hiyo huduma. In case wataona kuna shida, wasimame na hiyo kanisa kwa maombi. Sasa siongelee hawa wazuri. Kuna wale wenye sisi tungetaka kushika. Unapata tunaamini katika kitabu ya Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 14, kuna mtu anaitwa Baalamu. Na hata yeye angetuonyesha hizi Biblia, yeye alikuwa anatuonyesha hizi vitu kwa Bible. Na angetuonyesha mahali mtu anaitwa Balaki, mwingine anaitwa Baalamu. Huyu mfalme Baalamu, maandiko yanasema kwa kitabu ya Ufunuo 2:14 ati alikuwa anataka ulinzi wa Mungu itoke kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo ilibidi Baalamu ambaye alikuwa mchawi mzuri na sio mchawi mbaya, alikuwa na elimu ya kiuchawi, aende afundishe huyu Baalamu venye atatoa ulinzi kwa wana wa Israeli, ili Baalamu akienda kupigana na wana wa Israeli awashinde, maana ulinzi ya Mungu itakuwa imeondoka. Kwa hivyo alimwambia formula 2. Na ndio baadhi ya vitu tunaweza ongelea, nikumbushe tusisahau. Kitu ya kwanza alimwambia, mtachukua chakula, mchukue chakula muende muitolee kafara kwa miungu yenu, alafu muwapatie wakule. Wana wa Israeli wakikula hiyo chakula, ulinzi ya Mungu inaondoka. Kwa hivyo Balaki akienda kupigana nao hawana protection. So njia moja ya kuaccess maisha ya watu ya kimwili, ya kiroho na ya kinafsi ni kupitia food. Maana chakula mtu akikula inaendanga kwa mwili wake, na tumbo inaidigest, inaingiza kwa system ya damu yake. Kwa hivyo wakati una corrupt chakula huyo mtu akule, hiyo corruption inaingia mpaka kwa damu yake, na hiyo damu ndio ina circulate kwa mwili wake. Kwa hivyo unakuanga umeshika system yote ya huyo mtu. Hiyo damu inaenda mpaka kwa brain. People they know that scientifically. Yes. So damu inaenda kwa brain, kwa hivyo itaenda ipati yake ita confuse the brain, na itaenda kwa roho, na itanasa roho na maamuzi ya huyo mtu. Na itanasa mwili mahali ile chakula ilienda ikakaa yenye defiled. So mtu unapata ako mchafu, ile ulinzi ya Mungu mara mingi kama hajasimama vizuri kiroho, unapata huyo mtu kumuaccess na kuaccess maisha yake ya mwili, kiroho na nafsi na vitu vingine inakuwa rahisi. Maana amekula chakula ya miungu ingine yenye imetolewa kafara kwa miungu ingine. So nikiwa nimeestablish hiyo, pia nataka watu waelewe, huyu mtu akaambia wana wa Israeli kuna njia nyingine, uende utafute wanawake na hao wanawake mkawatoe kafara kwa miungu yenu. Wana wa Israeli wakilala na hao wanawake, hiyo ulinzi ya Mungu itaondoka. Umeelewa? So unapata vitu kama hii, na ndio naona makanisa kama hiyo, wakati nilikuwa nabii wa uongo, kulala na wanawake tofauti mpaka kanisani, hiyo ilikuwa ni vitu ya kawaida sana. Na hakuna mwanamke tungetongoza akose kuingia box. Mlikuwa mnatumia nini ndo wanawake wakubali? Okay, hiyo swali ni deep kidogo. Kitu ya kwanza, wakati mtu ameamua kuwa nabii wa uongo, kuna anointing inatembeanga na yeye. Favor tu fulani. Maana roho ikiwa ndani ya mtu, kuwa inatafuta vile itawinda watu tofauti. Sasa huyu mtu anakuwa ni kama for lack of better words, an agent without the knowledge. So kama sisi unapata, na niguze maandiko, unajua kuna vitu nisipoongea na maandiko. Kwanza kabla maandiko, malizia hii point yako. Nakuja hapo. Okay, niwacha nimalize hiyo point. Hiyo andiko sitaki ipotee. Maana itanisaidia watu kuelewa. Unajua hii content nimeona na kuna watu wazima wanaelewa mambo ya kiroho. Na ndio nataka naonyesha pia na maandiko. Okay. Point yenye unasema siko nisahau hapa kwa kulala na wanawake wengi kwa kanisa. Kitu kama hiyo unapata ni kitu yenye inge happen, na sababu ya kwanza ni ile roho sasa yenye inafanya kazi ndani yetu. Na usisahau hawa watu, mtu yoyote mwenye umempea permission over your spirit,
anakuanga na usemi juu ya anga yako ama juu ya roho yako ama juu ya your being kama mwanadamu. Let me use a relevant example. Unaona vile mama na mzazi anakuanga, mzazi wa kike ama wa kiume anakuanga na mtoto amemzaa. Ukisoma Biblia inasema mzazi ni Mungu wa pili duniani. Sawa sawa? Kwa hivyo huyo mzazi ana uwezo wa kubariki huyo mtoto na hiyo baraka ikamshika. Na ana uwezo wa kulaani huyo mtoto na hiyo laana ikamshika. Na tunaweza ona kwa Bible na vitu tofauti kama hizo. Yes. Na pia kuna kuanga na watu wanaitwa wazazi wa kiroho. Pengine ni mtu aliombea mtu kwa wokovu, ama ni mtu alimsikia kwa redio ama kwa TV, huyo mtu akakuja kwa kanisa ya huyo mtu na akasubmit chini yake ya kwamba huyo mtu awe mchungaji wake. Kwa hivyo huyo mtu anakuwa ni mlezi wake wa kiroho, maana anakuja kumfundisha vitu za kiroho. Umeget? Yes. So kwa sababu huyo mtu amejipeana kukaa chini ya mafundisho na elimu na amejipeana kwa ule mtu, yes, maisha yake ya kiroho, ndio mwalimu wake. Sasa huyo mwalimu anakuwa na usemi juu ya roho yake. So mkilala na wao mlikuwa mkono usemi juu yao. Ndio naanza kukupea sasa legalities. Ndio unaona mtu kama ukimwambia kitu, hata kama ni mwanamke ningetaka kumtongoza kwa mfano, ni neno tu moja unamwambia, sababu niko na ushawishi na niko na nguvu juu ya spirit yake. Una get? Na kitu na kama hujaelewa niambie hujaelewa, maana najua vitu tunaongelea ni deep kidogo. Ni kama tuseme hata kwa institution kama zile zinaitwa campus ama universities, utasikia lecturer ana take advantage of some students kama ni mwanaume, na anamwambia ndio nikupitishe kwa hii mtihani lazima nilale na wewe. Yes. Kwa hivyo inakuwa rahisi yule msichana ama yule mtu kucomply. Kwa nini? Maana this is a figure of authority. Ako na usemi juu ya ule mtu, ana mamlaka fulani katika hiyo elimu. Una get? So kuko na hiyo advantage. Na kitu ya pili nataka sasa kuguzia ni ile sasa ushawishi ambaye ni spiritual. Enye sasa huyu mtu ametayarishwa spiritually anatumika. Na wacha niguzie hiyo swali yako ni deep, niruhusu niguzie kitu kidogo. Unapata kuna wakati, na hii nilikuja kugundua, wakati unalala na ningelala na wanawake tofauti tofauti ama manabii wa uongo, wakati wanalala na wanawake tofauti tofauti, inakuwa ni njia moja ya kupata powers. Okay, kitu ya kwanza, sex ni spiritual. Hiyo tunakubaliana. Sex inakuwa spiritual aje? Na nilisema tuongea mambo deep kidogo. Na ninaomba kueleweka vizuri. Funguka leo tuko na time. Okay. Unaona mwanamke katika ulimwengu wa kiroho anakuwa ni kiumbe ya dhamana sana. Mwanamke ndiyako na amepewa neema ama kibali ati in order for anybody to live in this planet, ndio mtu aishi lazima atokee kwa mwanamke. Kwa hivyo mwanamke amebeba mlango ya mtu kuishi duniani. Nakuelewa. Unanigeta? Nakupata, Wewe ndio unanisaidia kuelewa. Wewe usipoelewa viewers hawataelewa. Nakuelewa, yes, tuendelee. Sasa kwa sababu mwanamke ndio milango ya mtu kukuja duniani, kwa hiyo mlango yake iko na siri. Maana ndio inatumika kuleta uhai duniani. Kwa hivyo ndio unaona mwanamke, kwa mfano, kwa wale watu wanaelewa mambo ya kiroho, wacha niguzie hii, maana ni point nataka kuleta, lazima niguzie vitu kama hii. Naomba watazamaji wetu waweze kuelewa vizuri. Hedhi ya mwanamke na hii monthly period, that is wakati mwanamke ako katika hizo harakati za kutembea kwa mwezi, sawa sawa, hiyo damu yake, kwa watu wanaelewa mambo ya kiroho, inakuanga na ufunuo mkubwa sana. Lakini sasa leo nataka niguzie kwa spiritual realm, upande ya manabii wa uongo ambao wanatumia divination. Ujue damu ya mtu ndinakuwa imebeba uhai wa mtu. Damu ya mtu imebeba uhai wa mtu. Leviticus 17:11 ama 11:17 Leviticus. Musa anaambiwa wana wa Israeli, mtakapokuwa mnachinja wanyama, mkiwachinja msiwakule na damu yao, maana damu, uhai wa mnyama iko katika damu. So ndio unaona mtu damu ikisha kwa mwili ya mtu anakufa, maana ni hiyo damu imebeba uhai wa huyo mtu. So najaribu kusema kuna sex zingine ambazo ni za kipagani, wakati mwanaume anakuwa na sexual intercourse na mwanamke wakati ako katika hedhi zake. Una get? Yes. Haya, sasa nataka kama tumeelewa hiyo, so tuelewe mwanaume wakati ana release mbegu yake kwa mwanamke, hiyo mbegu yake bado ni damu yake. Wacha niseme hivi ndio tuelewe, maana kuna point, siwezi nikaleta point fulani bila kueleza kitu fulani, maana mtu ataelewa. Haya.
Unaonanga mtoto wa mtu, kwa mfano mimi niko na mtoto, ama utasikia hata wanaume wanasema huyo mtoto ni damu yangu ama ni damu yetu. Mwesikia msemo kama hiyo? Ama huyo mtoto ni mbegu yangu. Are you getting? Yes. So ile mbegu ilikuwa sperm, ilipoingia kwa wumbo wa mwanamke ikawa mtoto. Usisahau ile mbegu ndio damu ya ule mwanaume mwenye anaishi. Sijui kama unaelewa. Nakuelewa. So mbegu ya mwanaume ni damu yake. Na ndio unaona kama kuna watu huwa wanajihusisha kufanya sex ambazo it is ungodly. Kwa mfano kama kufanya masturbation, ile uchafu ama ile mbegu ya mwanaume ikakuja kwa mikono yake, inakuanga ni sawasawa na mtu mwenye amefanya dhambi ya uaji. Kwa sababu ile mbegu yake kuwa kwa mkono wake, Mungu akiangalia kiroho ni damu yake iko kwa mikono yake. Na wakati mtu ameua mtu, damu ya huyo mtu inadaiwa kwa mikono, ama kiroho inaonekananga mikono ya mwenye kuua imebeba damu ya ule mtu. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. Nimekuelewa. Now, sasa tuanze kuendelea, maana kuna kitu nimeona Mungu ananisaidia kuestablish watu waweze kuelewa. So ungepata ningelala na mwanamke akiwa katika hedhi yake. Spiritually nimeconnect na damu ya huyo mwanamke direct. Are you Uko na getting? access ya spirit yake sasa. Yes. Na unajua ni sex ambazo sio sex ambazo inastahili. Maana ukisoma Biblia kutoka wakati wa Agano la Kale, hata wanawake, na isimaanishi sitaki watu waelewe kitu sisemi, maana iko na theology mingi sitaki kuongelea. Mwanamke angekuwa pengine ako katika harakati zao ama wakati wao wa kunyesha ama ile kukua katika monthly period, hangeweza kuenda kufanya ibada kwa madhabahu za Mungu. Swali niko nayo hapo. Nilisikia na nimetafuta hiyo verse sana, sijaipata. Hujaipata? Mwanamke akiwa kwa hedhi hafai kwenda kanisani. Sasa nakwambia, hebu ni explain hiyo. Okay. Na kuna vitu zingine nitasema hivi, kuna vitu zimeandikwa kwa Bible na kuna vitu hazijaandikwa. For instance, kuvuta sigara ni dhambi ama si dhambi? Sidhani kama ni dhambi. Aya, sawa, shikia hapo. Kufanya masturbation ni dhambi ama si dhambi? Hiyo nao ni dhambi ya. Kwa nini ni dhambi na haijaandikwa kwa Bible? Hakuna mahali masturbation imekatazwa kwa Bible. Mimi nadhani ni dhambi tu, si mzuri, si poa. Sasa hiyo kama kudhani, Mungu kama Mungu amekuumbia mwanamke, si vizuri ufanye vitu kama hivyo. Are you getting? Lakini haijaandikwa. So kuna vitu zingine tutakuja kuzijua by the spirit of revelation. Unaelewa? Kwa mfano kama kuvuta sigara, mtu atakwambia haijaandikwa mahali kwa Biblia ni mbaya, lakini maandiko yanasema ya kwamba mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu, mahali Roho wa Mungu anakaanga. Kwa hivyo wakati tunaharibu hiyo mwili kwa kuingiza vitu ambaye kama ni hiyo vitu kama ni vitu yenye itadefile ama itaharibu mwili ama itaua mwili. Yes. So katika lugha yenye Mungu anaona wewe umechukua nafasi yenye amekupatia kuwa hai, lakini umeanza kuua mtu. Hata kama mimi nakunywa hizo vitu, kama ni makali na kunywa ama ni bangi, unajua bangi itaenda kwa kifua, hiyo moshi itakuja kuniletea madhara baadaye. Kwa hivyo Mungu anaona mimi nachukua nafasi ya kuua Moses. Hata kwa sheria ya leo, hebu enda uone mtu anajaribu kujiua, huwa anafungwa kwa nini? Mtu akijaribu kujiua, si maisha ni yake. Mbona serikali inamfunga? Kwa sababu kama ni mimi nataka kujiua, and God forbid, ama nitumie mfano wa mtu mwingine, kama kuna mtu anataka kujiua, sheria inasema, kama huyo mtu anaitwa Dennis, sheria inasema huyo mtu mwenye anataka kujiua anataka kuua mtu anaitwa Dennis. Are you getting? Are you getting the point? Yes. So nilikuwa najaribu kueleza hiyo, ndio nirudi hapa tena niseme hivi, kuna vitu zingine tutazipata by the spirit of revelation. Na kuna kitu nitaguzia kwa Agano la Kale. Unapata kuna mahali makuhani ndio waende wafanye ukuhani wao. Maana katika traditions ya makuhani kutoka kitabu ya Exodus na Leviticus na hizo vitabu zingine, unapata makuhani walikuwanga ni Levites, Walawi, walikuwa ni watu sacred. Unaelewa? Wametembea katika level for lack of better word ya utakatifu wa aina fulani, enye huyo mchungaji kama hajetembea kwa utakatifu ama ukuhani, hangeingia katika ile ile tulikuwa tunaita the Ark of the Covenant. Hangeingia mpaka kwa Holy of Holies. Na hiyo iko sawa kwa Bible. Yes. Maana huyo mtu angekuwa pengine amefanya dhambi ama amejichanganya, unapata angeingia afike kwa ile Holy of Holy, ile utakatifu wa Mungu ambaye ilikuwa inawakilishwa na zile sanduku la agano, ingemuulia huko. Are you getting? Ndio unaona mpaka sasa ilikuwa inafika mahali sanduku la agano ama kitu yote inahusiana na Mungu
makuhani wakati walikuwa wanaifanya ilikuwa wanajitenga mpaka wengine na familia zao na jamaa zao. So ingekuwa kuna kitu ambaye huyo mwanamke akiwa kwa hedhi zake, hii sasa watu waende wasome kwa Agano la Kale watapata mtu hangeweza kulala hata na bibi yake na aende afanye ibada. Are you getting? So, unapata wakati mwanamke ako katika hedhi zake, hiyo damu yake, wakati mwanaume anaingia kulala na yeye anakuanga ameingia kutap kwa damu yake direct. So unapata kuna energy mwanamke ana release kwa mwanaume. So hii inaongelea kwa watu wanaelewa vitu ya kiroho. Na sasa huyo mwanaume akipata hiyo energy, kwa mfano nitumie mfano ndio watu waweze kuelewa. Kuna watu wanasemanga, sijui kama ushaisikia rumors kama hizi, ati mtu anasema wanaume tunakuanga na myth kama hizo, na sio myth, ni ukweli. Kuna mwanamke unaweza ukalala na yeye na ukapata maisha yako inaanza kusambaratika. Na kuna mwanamke unaweza lala na yeye na ukapata maisha yako inaanza kunawiri. Hiyo ndio energy wewe inakuwa kwa mwanamke. So wakati mtu analala na yeye, analala na mwanamke akiwa amenyesha, though I'm not advocating for that, kuna uwezo ama kuna roho mtu anapata kutoka kwa nguvu ama kwa damu ya huyo mwanamke. So inategemea ni rituals gani anataka kuperform. Na hapa ndio pengine unaweza pata huyo mchungaji, pengine kama ni kipawa ya nyota yake amepewa, ama kwa mfano kama mimi, kitu kama hii kifanyika, nilikuwa ninajua kuna kitu ninataka kutoka kwa huyo mwanamke, na inasaidia hiyo kipawa ya unabii wa uongo kufanya kazi zaidi. Labda nikuulize, ukilala na wao ulikuwa unapata nguvu gani ya kuperform miracle ama? Okay, sasa tayari zile maroho za kuperform miracle ziko, lakini hizo maroho kuna wakati zina demand a certain energy ndio zikuwe more powerful ama zikuwe more effective, ndio zikutumie kwa njia kubwa. Unajua sasa hizo maroho ni shetani, mapepo, na mapepo chakula yake inakuanga dhambi. Ndio unaona mtu yote anakaanga na mapepo, mahali popote kuna kuanga na dhambi, shetani anakuanga hapo. So unajua kulala na watu tofauti ni dhambi. So kuna hizo demons na feed kwa hiyo sin. Pale kanisani, wewe personally, ulala na wanawake wangapi? Nikakwambia namba ya wanawake. Kuna mtu ashaniuliza kwa interview. Nikamwambia mimi wanawake nimelala nao pengine wakipanga laini kutoka Nairobi wanaweza fika Mombasa. Are you getting? Siwezi nikakupea hiyo hesabu. Na ni mapepo zilikuwa zinakuambia ufanye hivyo? Of course. Ni wewe pekee kama mlikuwa mnafanya na mapasta wote? Manabii wote wa uongo wanakuanga na hiyo spirit ndani yao. Ni wote. Unaona wakati mchungaji anakuombea kama wewe mtoto wake wa kiroho ama mtu wake wa kiroho ama spiritual mentee, anaekelea mtu mkono, ujue ni hiyo roho anasukuma ndani yako. Kama kuna hiyo roho ya usharati ama umalaya ama whatever, inaingianga. So ni kumaanisha si ni nyota mlikuwa mnachukua? Hiyo bado utaisema hivyo. Kwa sababu unapata mtu yote analalanga na mchungaji wake. Mfano msichana analala na baba yake wa kiroho ama mchungaji wake. Huyo msichana unapata ndoa inakuanga ngumu kusimama, na maisha yake inaanzanga kusambaratika unless ajitenganishe na hiyo madhabahu ama na hiyo roho. Maana ni sawa sawa na baba mzazi alale na mtoto wake mwenye kumzaa. So unaona sio baraka. Hivyo ndio kuko kwa ulimwengu wa roho. Ule mama alikuwa wana introduce kwa hiyo divination hiyo, kutumia mapepo. Ni njia zingine gani alikuwa anawafunza? Kuna vitu vingi tulijifunza kutoka kwake. Mfano mwingine, na mara mingi hizo vitu za ritual tulikuwa tunafanya inahusiana na watu ambao wamekufa ama na vitu za watu ambao wamekufa. Maana mtu amekufa anaweza kuwa amekufa kwa hii mwili, lakini kwa ulimwengu wa roho hiyo spirit yake tunaweza tukaitumia kufanya kazi nyingi na kazi tofauti sana. Kwa mfano baadhi ya kazi, kuna mtu pengine angekuja kwetu kanisani na akue kuna muujiza fulani anataka tumuombe aipokee. Sasa sisi tunajua kulingana na watu wenye wamekufa. Kwa mfano kukiwa kuko na mtu alikufa akiwa ni mtu mzuri, anajulikana kwa sifa. Alikuwa ni mtu mzuri, aliishi akisaidia watu, akisaidia mayatima na wajane. Hizo story utazipata wapi? Siku mtu anazikwa, kwa genealogy yake, vitu zile achievement zile amefanya, historia yake kwa ufupi. Sasa wale vijana wenye wako pale makaburini, tutumie mfano wa watu wako kwa makaburi, si hiyo wakati watu wanazikwa kama ni makaburini,
si wanasikiza historia za watu. Yes. So wakati wateja wanakuja na wako specific, kuna vitu fulani wanataka, kama ni mwanajeshi ama ni mtoto mwenye amezaliwa pengine akakufa baada ya miezi 3 ama miezi 6 ama mwaka mmoja akazikwa, wanakuja na kitu ambao wanahitaji. So hivyo ndio sisi tungepata kitu yenye tunahitaji, maana wale watu wa makaburini wanajua kupata hizo vitu mahali wako. Usisahau hiyo ni kazi yao. Ni kama mama mwenye anauza soko, anakuwa na cabbage, ako na nyanya, ako na kitunguu, ako na vitu tofauti. So hawa sababu wanadili na waganga na wanabii uongo na watu kama hao. So ungepata sisi kama kuna kitu tunataka kufanyia mtu muujiza fulani, kwa mfano ya mtu mwenye kufa na alikuwa mtu mzuri, tungetafuta tu kitu chochote ni cha huyo mtu, akiwa amezikwa nacho. Maana tunataka point of contact ya kuamsha kusummon hiyo spirit yake. The essence ni kuchukua hiyo spirit, kuituma ikue ministering spirit wetu. Enda sasa tunaita, tungefanya hivi, tungetaja majina ya huyo mtu na jina zake za nyumbani haswa, na tusummon hiyo spirit yake, na tumwambie sasa, toka hapa enda. Na unajua vitu zinafanywa pia kwa imani. Kuna imani ya kishetani. Sasa hiyo spirit mnachukua, mnaisummon na inaenda. Sasa utajuaje hata ilifika na ikafanya hiyo kazi? Kuna sadaka tutatoa na utaipea hata kama period ya siku 2 ama 3. Kama ni mtu mlikuwa mnataka, ni mshirika wenyu, mnataka atendewe muujiza fulani, hata kama ni mtoto alikuwa mgonjwa, anapokea uponyaji kwa nguvu ya kishirikina. Sasa zile mapepo zitaingia ndani yake, ile maroho zitaleta uponyaji. Na unajua zinapata hiyo nguvu wapi? Kutoka kwa ufalme wa giza. Unajua shetani anatenda miujiza, hata Mungu anatenda miujiza. Yes. Pale kwa kafara, mlikuwa mmetoa kafara gani? Kuna kafara zingine tungejihusisha kama kuchinja tu mnyama, vitu ya kawaida sana. Inategemea ni nini mnataka kufanya, ndio inategemea uzito wa kafara ile mnaweza mkatoa. Lakini usisahau sisi kwetu, bora mtu asifanye nini? Asikufe. Yes. Elezea zaidi. Au kwa mfano, kuna mtu tunaweza tukajua na tukasoma nyota ya mtu, tukaelewa mshirika amekuja kwetu kanisani, na ukweli kuna mganga, kuna adui yake. Yes. Mganga alienda kwa mganga fulani, huyo mganga akampea dawa fulani ama maro fulani, akakuja akanyang'anya mshirika wetu bwana. Una get? So sisi kitu tutafanya ni kitu inaitwa analysis, spiritual analysis. Tutataka kujua pia kutoka kwa maro zetu, huyu mtu alienda kwa mganga mgani, na tuelewe uwezo na nguvu ya huyo mganga mwenye huyo adui ya mshirika wetu alienda kwake. Una get? So sababu hiyo ni tuelewe tuna operate ama tunadili na roho yenye iko kwa principality gani, ama iko kwa inafanya kazi kwa nguvu gani, ama kwa authority gani. Yes. So tukifanya spiritual study, tutajua sasa ni nini tunafaa kutumia. Ule adui wa mshirika wetu alipeleka nini kwa hiyo madhabahu? Pengine alipeleka mbuzi. Sasa sisi kama alipeleka mbuzi moja, tukitoa mbuzi 2, kama tunataka kusummon spirit, kumaanisha tumetoa sadaka maradufu ya ile alitoa. Kwa hivyo tunakuwa na grace advantage ya kupigana na ile ibada walifanya. Yes. Umeget? So hapo ndio, kama ni bwana alinyang'anywa hiyo ibada, utamuitisha sadaka aende alete hizo mbuzi 2, na hata nyinyi mnaweza zichinja na mkakula kwa kanisa, ama mkaenda mkafanya nazo sherehe mahali mtafanya. Lakini ile mapepo mmechinjia ile damu, au wanataka tu damu. Nyama ni yetu, sisi tutajua vile tutafanya na hiyo nyama. Hata nikichukua nipeleke kwa nyumba nikule wiki mzima. Yeah. Bora ushamaliza ibada. Na kitu ya maana sisi tulikuwa tunajua ilifika mahali tunaelewa, as long as hakuna mtu anakufa, sisi ni kusaidia. Unaona mtu amekuja kwetu, tunamsaidia. Si ni mshirika wetu? Ni kama mtoto wako leo akuwe na shida, anakuja anakuambia anataka umsaidie, ukose kumsaidia, mtoto atakuwa very disappointed. Yes. So ni kusimama hapo kusaidia mtoto wenu, na hapo ndio tutafanya na tu retrieve na tusummon sasa hata ile sadaka za ule mtu, na tuambie ule mganga mwenye alimpigania, tuambie ile sadaka yenu mlitoa haitoshani atakupigana na huyu, mumwachilie. Na sasa maroho zitaenda zina demand, ni system. Yaani zinafanya kitu na kitu inaitwa legal system. Nini na permit mtu afungwe ni hii. Nini na permit mtu afunguliwe ni hii. Na hapo ndio tutaruhusu pia ni explain. Ndio unaona wakati Yesu alikuja akamwaga damu yake kwa msalaba, wachungaji leo hatufai kuchinja wanyama kanisani ili tufungue mtu. Nasema hivi maana kuna nabii wa uongo anaitwa IPM ako Tanzania, na ako kwa Illuminati. Yeye anaambia watu ndio in order ufanikiwe lazima ukuje ni kuchinjia mnyama, tutoe sadaka. Mnyama, mbuzi ama kondoo. Lakini sasa tukirudi katika maandiko inasema sisi ni wajumbe, we are ministers of new covenant. Kwa hivyo tunasimama kwa agano jipya. Agano yetu jipya ilikuwa gani kama waumini? Wakati ile damu ya Yesu ilimwagwa kwa msalaba, hiyo sadaka ilitosha. Hakuna sadaka nyingine inatolewa wanyama kuchinjwa ili watu wafunguliwe. Sasa leo tukitaka kufungua watu, tunatumia jina la Yesu.
ambayo imebeba nguvu na uwezo na mamlaka. Hiyo jina ikitajwa mapepo inaondoka, hatuhitaji kuchinja. Yes. Sawa. Nataka tuende pale kwa mochari. Ulikuwa umeniguzilia kidogo. Kitu ya mochari. Yes. So kitu ya mochari nilisema wakati mwingine na nitarudia, ndio unaona tunahitaji kukua na kitu. Kwa nini? Kitu ndio inabeba roho. Wacha nitumie mfano. Swali unauliza inabidi nitumie mfano ndio watu waweze kuelewa. But I will be very brief, all right? So kwa mfano leo kukuwa na mwizi. Mwizi amechukua kisu. Hiyo kisu badala atumie kukatakata mboga naye kwa nyumba na kufanya upishi yake na shughuli zake, akatumianga hiyo kisu kuweka mahali kwa mfuko, inakuwa ni ya kuua watu. Sasa hiyo kisu inabebanga roho ya kifo. Sawa? Yes. Maana kitu inabeba ile roho imekaribishwa ndani yake. Kwa mfano mtu ako na gari. Hiyo gari yakuwa nalala na wanawake ndani hiyo gari. Hiyo gari inakuanga sasa ni kitanda ama ni lodge. Unaelewa? Yes. So mara yote inasimamia uzinzi na usharati, inakujanga inafanya hapo inakuwa ni makao yao. Na gari kama hizo zinafanya ajali mbaya na kuua watu sana. Hiyo ni najaribu kupeana mfano ya kwamba vitu, roho huwa zinakaa kwa vitu. Inategemea umeamua umededicate hiyo kitu ifanye nini. Yes. Niguzie mfano ya mwisho ndio nijibu swali. Yeah. Watu wako kwa kanisa, unapata mtu anaenda anachukua pengine ni kitu yake assets, hata kama ni pikipiki ama gari ama hata shamba, na anasema hii shamba nimeitoa kwa kanisa ya Mungu. Hiyo vitu ziko kwa Bible. Kuna watu walitoa hizo vitu. Yes. Na wakaona baraka nyingi sana. Akatoa hiyo kitu tu na akaekelea kwa madhabahu, mchungaji akaipokea na akamuombea baraka. Tayari malaika wa Mungu ndio wanakuanga the owners wa hiyo property ambayo imetolewa kwa kanisa. Umeshika? Maana imefanywa dedication, wale malaika wazuri wameipokea. So najaribu kueleza hivyo ndio watu waweze kuelewa ina bigger picture ili nijibu swali nao. Na sasa nataka nijibu hiyo swali. So unapata nimepoteza swali yako tena. Mochari. Mlikuwa mnatumia vitu hivi. Na sasa unapata hii maji kama ni kitu tunataka kitu yote, maana tunajua na ninaelewa mpaka saa hii vitu inabeba roho ya kitu. So kama ni mtu mwenye amekufa tungepata pengine nitumie mfano mwingine. Yes. Kuna mshirika kwetu amekuja na amesema ametupea historia, mfano pengine tukizungumza na yeye atuambie wachungaji mniombee kwetu kwa kila boma inafikanga kila mwezi lazima mtu akufe. Kuna boma zinakuanga hivyo, kila mwaka lazima wazike mtu. Yes. So si tukienda tufanye uchunguzi wetu kiroho, tuelewe kuna maroho na daingi hiyo familia damu. Unaelewa? So hapa tunaweza chukua nguo ya mtu mwenye amefanya ajali kwa mochari. Una get? Yes. Maana sasa kuna roho iliua huyu mtu. Unajua maroho inaongeanga na mapicha na mifano. So sisi tutachukua hii nguo na tuconfuse hizi maroho, tuziambie aje. So unajua mshirika wetu ameshatutolea sadaka kwa kanisa. So sisi tunatumia knowledge ile tunajua. Tunasema tutachukua hiyo nguo na tufanye ibada. Tuseme maroho yote mmekuwa mkifuata huyu mtu za umwagikaji wa damu. Tunawatuma sasa mfuate hii damu. Are you getting? Yes. Na swali umeuliza inataka explanation. Na hii ufalme nimesema inahitaji knowledge. So kwa mfano nataka ni confuse zile maroho sasa ziache kufuata hii familia kama target. Na ziambia sasa fuateni hii damu. Maana hawa wana demand damu. So unachukua nguo ya mtu amepata ajali. So unajua nguo iko na damu. Yes. So unaelekeza ile maroho itoke kufuata hawa ifuate hii damu sasa. Sijui kama naeleweka. Nakuelewa. So mkipizipea na mmezipia chande na mmezifanyia hizo ibada unajua hizo zinataka tu damu. So mmezipea summon, mwache kufuata hii familia kwa sababu ya hii na mnazipea mpaka sababu. Alafu mnaziambia mfuate hii damu. Kwa hivyo mnazielekeza wapi? Zirudi makaburini mahali ule mtu amekufa mahali yako. Are you getting? Yes. Na hiyo swali niruhusu nipeane mfano na andiko tutaguza sawa? Yeah, iko sawa. Kuna wakati Yesu anaruka the other side of the sea, akapatana na mahali palikuwa panaitwa the land of Gadarene. Hiyo mfano napenda kuitumia. Kulikuwa na watu wamefungiwa kwa makaburi. Na ile mapepo ilikuwa ndani ya hao watu ikasema, Yesu tunakuomba maana masaa yetu ya kuhukumiwa bado hajafika. Turuhusu tuende kwa wale nguruwe wachafu. Yesu alizielekeza wapi? Kwa zile nguruwe. Are you seeing? Yes. Una summon spirit kutoka mahali fulani unazituma mahali fulani. That is the point. Yes, so tungechukua kitu kama hiyo na unapata huyo mtu mapepo zile tumezitolea kafara zinatatua hiyo shida huko. Kwa hivyo ni kama pepo moja, pepo ndogo pepo kubwa inanyamazisha hizo mapepo zingine ndogo ndogo. Na unajua mtu anafikirianga hali yake imepona maana hiyo mwaka hawatazika mtu. Umeshika? Yeah. Lakini ukweli wa mambo ndio Yeremia anasema, mtu akisoma kwa wakati wao maandiko yanasema wameiponya jiraha ya watu wangu kwa juu juu. Kumaanisha nini? Huyo mtu alikuja akiwa na shida lakini hamkumtibu kutoka kwa msingi.
mumeponya jeraha yake, hiyo kidonda alikuja nayo, mumeitibu tu kidogo, but baada ya muda utapata ile maroho tena inaamuka kwa njia nyingine, maana hamkutumia jina la Yesu kukemea hizo vitu, mlitumia maarifa na elimu ya kichawi. Yes. Hizi chants mlikuwa mna chant. Ni za kiuchawi? Of course. Ndio nasikia sitakangi hata kuzitaja. Maana hiyo ni venye wa Kristo tukijazwa na Roho Mtakatifu. Yes. Hiyo ni Matendo ya Mitume 1:8. Huwa tunanena kwa lugha. Sasa katika ulimwengu wa giza kuna kuanga na lugha za mapepo. Na unajua pia mapepo wanafunga na kuomba. So wakati wanafanya ibada zao, wanaanza kunena pia kwa lugha zao. Na ziko tofauti na Wakristo. Kukiwa na mapepo mahali mtu mwenye amejazwa na Roho Mtakatifu aanze kunena hiyo lugha. Yes. Mapepo huwa inavunjika na kusambaratika, maana ni Roho wa Mungu ananena ndani ya huyo mtu sasa. So najaribu kuweka hiyo laini pia ndio watu waelewe, si ati kunena kwa lugha inamaanisha watu wako kwa ufalme wa giza. Watu wamejazwa na Roho Mtakatifu, wakinena kwa lugha ni Roho Mtakatifu ananena. Na ndio anaharibu madhabahu na mapepo na ushirikina ndani yao. Yes. Pale mochari mlikuwa mnatumia product gani za mochari? Bado zingine. Okay, hapa kwa mfano, najua kuna watu wanakuanga wako kwa marriage. Yes. Na wamekufa. So ile siku amekufa, mkipata kuna mtu alikuwa kwa marriage, amekufa akiwa kwa marriage. Mfano, huyu mtu iwe ni ugonjwa ilimuua, yes, ama ni ajali ama ni mbili yoyote. Yes. Lakini alikuwa ako ndani ya marriage, he was married officially. Sawa sawa? Na hiyo sisi tutajua aje? Sisi tutaangalia pete. Whether alivaa pete ya swaga ama ni pete ya marriage, sisi we don't care. Maana marriage, ring ya marriage, watu wakivaa hii huwa wana communicate that I am married. Niliona mtu akivaa hii kitu kama hajaoleka in the spiritual realm anamaanishanga amefanya nini? Ako married. Niliona ukivaa rings kwa mikono lazima mtu aelewe. Maana wenye kukuja na hizo philosophy za kuweka rings walikuwa na spiritual significance. Nasitaki kuongea kitu hapa, tuko na mchungaji atatuingiza kwa theology nyingi, lakini kitu nitasema kwa Biblia kutoka Genesis mpaka Revelation hatuoni mahali watu wakioleka lazima wavae nini? Pete. That is topic for another day. Guzilia kidogo tu. Yeah? Guzilia tu kidogo. Mfano, kila kitu inakuanga na roho behind it. Yes. Mtu akichukua pete avae aweke kwa hii kidole. Wanaume hata wakiwa huko nje huwa wanaangalia na wanawake, wanajua oh, this lady is married. Are you getting? Yes. Now that is what a person want to communicate. Maana wenye kuweka zile misingi hivyo ndio walimaanisha. Ndio hata leo watu wanaoana wanavalishana mapete. Yes. Kwa hivyo ukiona tu mtu na pete unajua huyu mtu ameoleka. Yes. So kuna pete zingine mtu ataweka kwa hii kidole, wengine unaona anaweka kwa hii na mwingine kwa hii na mwingine anaweka kwa hii. Hiyo tutaongea pengine kwa episode 3, sababu hiyo nayo itatuingiza kwa vitu deep sana. Tuanze kupambanua maana ya hii, maana ya hii na maana ya hii na vitu kama hizo. Na zitatuingiza kwa vitu vingine sana deep. Ndio itatuingia mpaka tuanze kuongelea chain. Tutaingia kwa vitu deep sana ambayo sio theme of our communication. So katika ulimwengu wa roho, huyo mtu mwenye alikufa akiwa kwa marriage, akiwa tu amepata ajali hivyo ama chochote imefanyika, mwili yake imepelekwa huko, hiyo ring ndio tungehitaji. Katika ulimwengu wa roho tunajua ring kama hiyo, huyu mtu alikuwa na neema fulani ya kukaa kwa marriage, licha kuwa alikufa, lakini alikuwa na grace ya kufika mahali mpaka achumbiwe mpaka oleke. Ni neema, sio kila mtu ameoa. Yes. Na sio kila mtu ameoleka. So there is a certain grace inafanya mtu anaenda mpaka anapendwa na mwanaume, anavaishwa pete, anaoleka. You getting? So hiyo ndio grace tungetaka, ama hiyo spirit ilikuwa na huyu mtu ifike mahali. Baadhi ya changamoto watu wako nazo kwa hii dunia, unapata kuna marriage mtu pengine hajaoleka, ama mtu ameoa, ama hajaoleka ama hajaoa. Unaona? Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tunakuwa nazo. Hata mimi as I'm speaking to you. So nikuulize, mlikuwa mna convert aje mtu mwenye amekufa, mnatoa hiyo spirit mnaiweka kwa mtu mwingine mwenye ako hai mpaka anaolewa? Mlikuwa mna convert aje? Yes, ni kitu rahisi sana. Tuambie. Kitu ya kwanza, si uko na point of conduct. Point of conduct ni spirit, unafanya kazi na spirit. Hii ni pete. Mwenye kuvaisha hii pete walivaishana wakiwa na covenant of marriage. Yes. So unanenea hiyo kitu. Maneno iko na nguvu ya kuumba. Na isitoshe kuna backup spirit. Unanenea ile pete, unaiambia ile neema ama ile grace ilikuwa kwa hawa watu walipokuwa wanaoana, mpaka ikafika mahali mtu akachumbia huyu mwanamke, pengine akamwona akiwa ndiye anafaa kuwa mke, kwa hivyo aliona ako na quality ya kuwa bibi. Unaongelesha hiyo pete. Maana hizi vitu ziko na masikio ya kuelewa. That's conversation for another day. Kila kitu iko na masikio.
unaiongelesha, alafu sasa unasummon ile spirit yenye ilikuwa kwa ule mwanamke, ndio mpaka apendeke aoleke kwa harusi na vitu kama hiyo. Naambia sasa ile grace, ile roho na isummon sasa iende ifanyie huyu mtu kazi, mpatie roho ya ama neema ya kishetani sasa huku asimamishe ndoa yake ama msimamishe marriage yake. Are you getting? Yes. Vile tukiwa tumeokoka tumejazwa roho, tukitaka kuombea mtu apate ndoa, tunaomba Mungu atume malaika, pengine the ministering spirit. Hiyo ni kitabu ya Waibrania, watu watasoma. Malaika wale wameokoka wamejazwa roho, maandiko yanasema ya kwamba huwa kunakuwa na ministering spirit. Malaika ndio wanaitwa ministering spirit, wenyewe wanafanya kazi na wana ambao wameridhi wokovu. So vile mchungaji ataomba na atume malaika wa ulinzi kwa boma, hivyo ndio vile inafanya kazi kwa hiyo ufalme mwingine. Ni kusummon hiyo spirit zinafanya hiyo kazi and then mfanye kitu fulani. Yes. The same principle. Yeah. Labda tukiwa pale kwa moja tukimalizia. Kuna mtu nilimuinterview. Alright. Na akasema kuna wachungaji wanaenda mochari kulala na maiti. Ilikuwa inafanyika? Vitu kama hiyo inafanyikanga. Sasa unajua inategemea na nini? Ni nini huko? Okay, huyo mtu pengine anaweza kuwa kitu ya kwanza mapepo ama watu wanafanya vitu kama hiyo, wanakuwa na thorough knowledge of what they are doing. Sasa kwa mawazo ya watu wengine it makes sense, lakini yeye anaelewa, pengine ameambiwa ndio upate pesa kiwango fulani ama status ama jina fulani, enda ulale na maiti fulani. Are you getting? Sisi usisahau, sisi tunataka tu pesa, kuna vitu mingi tunataka. Sisi ni pesa. Tujue vile utasaidia watu na bora wewe upate pesa. So based on what you want na zile demand utafulfill. Ndio itategemea, kila kitu unahitaji ziko na gharama yake. Yes. So ukipatana na mtu pengine wanapatanga anointing ama nguvu fulani ama pesa fulani kutoka kwa laini fulani ama kwa elimu fulani ama kwa njia fulani. So kama unataka hiyo, unataka kushirikishwa kwa hiyo nguvu, unapewa hiyo laini. So kama sisi unapata tungenunua vitu, lakini hatuwezi kujihusisha kulala na wanawake, watu wamekufa na vitu kama hiyo. Sisi yetu ilikuwa specific, mwanamke mwenye anapumua, mtu mwenye ako hai. Hii maji ya mochari mlikuwa mnanunua? Vitu kama tungenunua mingi. Na hiyo tungemwaga pale kwa mlango ya kanisa, but sio maji ya mochari. Hapa ndio ningetaka kuleta distinction. Yes. Sio maji ya maiti yoyote inatumiwangwa. Kama mtu mwenye amekufa kwa ajali, hiyo inategemea mtu mwenye anataka kuitumia kwa njia gani. Yes. Kusukuma ajali nyingine kwa watu ama wherever. So mili yenye inaoshwa, hiyo maji inategemea mtu nini ilimuua, alikufa kifo gani. So hiyo maji inakuwa imebeba ile roho ya ile kifo alikufa. Sijui kama ina make sense. Ina make sense. Yes. So kama ingekuwa ni mtumishi wa Mungu na tunajua huyu mtu ni mtumishi wa Mungu na alikuwa wa ukweli, maji kama hiyo mnajua huyo mtu kuna kitu mzuri ilikuwa ndani yake. Kwa hivyo mkipata maji yake, hiyo kitu mzuri mnaweza mkaipata. Na mkimwaga kanisani ilikuwa inasaidia aje? Na inasaidia tu vizuri sana kuvuta watu. Unajua spirit ni vile utaisamon. Roho ni vile utaielekeza. Ndio unasikia kwa hiyo ufalme kuna maroho chafu na maroho mazuri kwa hiyo ufalme. So hiyo maroho chafu, wakati unataka kufanya kazi chafu, una summon spirit chafu. Wakati unataka kufanya kazi safi, una summon maroho safi kwa hiyo ufalme. Lakini zote ndio nieleze, hakuna roho mzuri na roho chafu, zote ni roho chafu. Roho Mtakatifu ndio roho mzuri peke yake. So tungemwaga maji kama hiyo pale kanisani. Pengine kitu ya kwanza tunataka pengine watu wakivuka hiyo kanisa kukuwe na anointing. Na sana sio maji yote, ningetumia maji ya mtu yote alikuwa mtu wa Mungu mingi pengine. So ile upako yake na ile mwito yake, kama alikuwa ni mtu ako na uwezo na neema, pengine alikuwa na congregation kubwa. Unajua kuna watu wana neema tofauti sana. Alikuwa ni mtu ana kanisa kubwa. Unamwaga na mna dedicate. Ile neema ilikuwa inatembea na yule mtu kabla akufe. Tunaamsha ile spirit. Wakati hao watu watakuwa wanavuka hii maji hapa kwa mlango ya kanisa, ile roho iingie hawa watu, waende wakiongezeka. Roho ni vile utaiongoza. Ni knowledge tu. Na washirika walikuwa wanakuja mkimwaga maji? Ni vitu unajua ni spiritual na zinafanyika, zina happen. Sana. Lakini si Mungu anawaleta, lazima nieleze hiyo. Ni mapepo inawaleta. Nikueleze mapepo inawaleta aje? Yes. Ukitaka kujua mtu analetwa na mapepo, huwa anaelekezwa kwa madhabahu mbaya. Shetani hawezi elekeza mtu kwa madhabahu ya Mungu mahali atasaidika. Maana ufalme haiwezi kainuka kinyume na ufalme wake. Zitatawanyika. So manabii wa uongo wanakuwa ni madhabahu ya shetani. Shetani akitaka kuelekeza watu kwa makanisa, anaelekeza kwa madhabahu ya manabii wa uongo. Ili wakae hapo ndio wakifa waende kuzimu, maana wamekuwa wakifanya ibada za kishirikina. Yes. Kuna mahali ulikuwa umeguzilia ukasema mlikuwa mnaenda hadi kwa makaburi kuchukua mifupa ya watu wamekufa. Hii ilikuwa inawasaidia aje? Mifupa ya watu wamekufa, na nimeeleza sana hiyo vitu. Yes. Kila party ya mwili inakuanga na functions tofauti. So mtu anapata function, kuna wakati tungekuwa kwa unabii wa uongo,
na hapa ndio hiyo swali itafanya ni explain hii point. Yes. Nabii wa uongo anaweza ka graduate ndiye akaingia kwa divination mahali anatumia maroho chafu, na pia kuna nabii wa uongo mwenye amebaki tu kwa unabii wa uongo lakini hajaingia kwa kutumia maroho. So wote ni wote ni wajumbe wa shetani, ni vile wanafanya kazi kwa vitengo tofauti. Now, huyu nabii wa uongo pengine angetaka kuenda kama mimi nilikuwa mnabii wa uongo. Yes. Nataka kuchukua kichwa ama pengine kitu ya mtu amekufa, pengine kama ni ningetaka pengine wakati mwingine nataka tu miguu yake kutoka kwa magoti kurudi chini, maybe sababu hiyo ile ufunuo ma revelation ambayo niko nayo nataka kuitumia. So kitu ningefanya pengine hiyo miguu ndio nataka kuinenea, maana miguu tumika kupeleka mtu hatua moja hadi hatua nyingine. So ungechukua mifupa ya mguu peke yake, specific ni mguu tu unataka, unachukua hiyo mguu unaenda unaekea mtu, pengine mtaka kumtishia atoe pesa, hiyo ni sawa, lakini nataka niongelee spiritually. Yes. Kwa divine. Sasa mahali anaiswisha maro atanenea hizo miguu, na ziambie huyu mtu alikuwa mtu mkubwa akiwa duniani. Kwa hivyo hii mifupa yake ninaisiagasaga na naibonda ikuwe jifu ama ikuwe unga, nitaichanganya na hii mafuta nikiombea watu wapokee ile roho ya ukubwa ule mtu akikufa alikuwa nayo. Umeget? Ni kind of ni knowledge yenye wewe unajua kuhusiana na ile kitu. Huku mkiperform hizi miracles mlikuwa mna perform, kuna wakati shei backfire ama ikawaletea shida? Yes, hizo vitu zimehappen mara nyingi. Mlikuwa mnafanya aje ikitokea? Kitu ya kwanza ama niguzie mfano ndio watu waelewe. Yes. Okay. Kwa mfano kuna wakati tungeenda mahali na unapata tumeona huyu mtu atatutolea pesa ya haraka haraka. Kwa hivyo tunampangia kazi ya haraka haraka kwenda kumtolea hizo vitu za uchawi. Lakini hatujajipanga vizuri. Maana kazi mzuri inatakanga mnaipea muda kuipangia. Yes. Ndio mnachora kwa drawing table vile mtaingia, vile mtapanga na vile mtatoka na vile mtamaliza mpaka mahali mtaitisha mtu pesa na vitu kama hiyo. So unapata saa nyingine tumepata mtu na huyu mtu hata sio mshiriki wetu, nataki kushiriki hiyo kanisa. Na tutaki atoke hapo kama hajatoa sadaka kwa hiyo kanisa. Maana sisi tukiwa manabii wa uongo tulikuwa tunapigenga hesabu ya kila kitu. Huyu mshirika atakuja kanisani kwetu, atatumia maji yetu, atatumia stima yenye tunalipa, atatumia kiti, tumepanguza kiti, tumenunua kiti, yeye anakuja tu atumie. So tunapiga hesabu kabla atoke kwa hiyo kanisa akuwe ameacha kitu, hata ile siku atatoka amefanya kitu kwa hiyo kanisa. Yaani hatuna hasara. Tulilipa VTV na maredio, akakuja akatuona huko. Ayusi, si tunalipa, mbona asilipe kitu yote kwa wakati anakuja kanisa, maana inakuwa ni kulipishana kwa ile ufalme. So najaribu kusema hivyo ndio watu waelewe. Wakati hiyo swali yako imekuwa gani? Isi backfire. Yes, so kuna wakati moja mkapatikana. Huyu mshirika ametokea, sio mshirika wetu na tunajua hizi shiriki huko, amekuja maana amesikia kuna ibada fulani. Anakujanga tu kuna ibada peke yake. Siku ya kuombea watu pengine ni healing pool. Kwa hivyo tukajua mtu si mshirika na hata wahi kuwa mshirika. So wakati tumepata nafasi ya kuja, alifuata, tukajua kwake. Tukamwambia mama, hata umetoka kanisani, na tulikuwa na information yake mbili. Ile tunachukua tu kutoka kwa bed, kwa bag ama kutoka kwa simu yake, ama kutoka kwa mitandao ya kijamii, vitu kama hizo. Ama hata pengine anaweza kuwa alikuja na msichana wake wa kazi. So wakati anaombewa kuna mtu mwingine anapata information kutoka kwa huyo msichana wa kazi ama hata kwa mtoto wake. So hiyo unabii tunaigeuza, lakini yeye atajua information tumetoa wapi. So wakati ametoka tu hivyo tunamwambia mama, wakati umetoka ama mzee, wakati umetoka, Roho wa Mungu ametunenea ya kwamba kuna maombi tunafaa tulete kwako kwa dharura sana. Unajua tujajipanga. So hapo ndio mnaenda mkitaka kwenda kuweka kama ni nyoka ama ni kobe tunataka kwenda kumwekea huko ama kitu yote. Yes. Unapata hamko strategic na mko well organized. So kuna moja ishai leak, tukaenda tukachimba mahali na tukazika msekobe. Mwenye kuweka alikuwa kijana wetu wa kanisa, sio vijana wetu wa mkono. Ni mtu tunamuintroduce kwa hiyo kazi pole pole. Kwa hivyo hana maarifa na uwerevu. So yeye alienda akachimba mchanga mahali kwa barabara kwa gate na akaweka kobe hapo ndani. Badala achukue hiyo kobe yake kwa ceiling board mahali itatoka. So kobe ikashindwa kupumua. So ikabidi ianze tortoise, ikabidi ianze kutafuta vile itapumua. So unapata venye alikuwa amechimba ilikuwa imeanza kusongeza ile mchanga kidogo, na hiyo shimo alichimba kwa gate. Na watu jua ameshinda hapo mchana mzima. Hiyo gate haikuwa na shimo, kutoka watoke waende kanisani na kutoka warudi. Na hiyo boma ilikuwa ni boma ya mchungaji. Na alikuwa pale Maziwa, Kahawa West, hiyo sitawahi sahau. So yes, wachungaji wametoka vizuri, wamekuja kanisa, gate ilikuwa sawa. So wakati tulianza kuelekeza yule kijana tu ndio ako mbele yetu, anatuongoza ndio tujue mahali ameenda kuweka, maana tumemwambia Roho Mungu ametueleza hiyo uchawi iko mahali kwa hii boma.
Na of course kuna zingine tulikuwa tumefanikiwa, tumeweka kwa ceiling board, ingine tumeweka kwa nyumba zao huko, kwa nyumba za watoto, kwa kitchen, vitu tofauti. So ule jamaa tunatarajia yeye ndiye ataenda atumia akili achimbe hata kama ni nyumba ya boma aweke. Kumbe alienda akachimba kwa barabara, kwa gate ukiingia na mahali mtu anatokea. Kwa hivyo mchanga kuko kumenyesha, mchanga bado ni clean, red soil. So inaonekana hapa kumechimbwa saa hizi. Na hiyo kobe ikashindwa kupumua, ikawa inatafuta kutoka na kuchimba shimo kubwa sana sababu ya time. Unajua mvua ikiwa imenyesha udongo inakuwa nyepesi. So hapo udongo haijanyeshewa ama haijamwagiliwa maji ikawa nyepesi. Kwa hivyo hakuwa na muda ya kuchimba deep, maana inachukua muda mwingi sana. Na anachimba na kisu. So wakati ameweka kale kakobe ya kuchimba shimo kubwa, kobe ikawa ina find a way ya kutoka ili survive. So wakati sisi tunaenda kufika hapo, tunapatana na kobe ndio inatoka, inaanza kupiga maraundi, inatafuta vile ita survive. Yes. Sasa mlifanya aje? Hapo si nikupiga tu deal haraka. Tukawaambia inaonekana wakati tumeingia kwa maombi, inaonekana maadui yenu walijua tunakuja kuwafungua. Kwa hivyo wakakuja kuweka uchawi wingine. Ndio mkitoka kwa hii gate, wale watatoka kwa hii gate wapatane na ajali. Unajua tu kupaka vitu mbio. Yes. Lakini yule mwanamke, maana alikuwa hata mchungaji, tulijua amejua ni sisi tumeweka. Maana unaangalia unaona tu atmosphere imechange, ile flow ilikuwa haiko. Kuna mambo haiko sawa. You can read, unaweza kusoma the environment. Na tukajua hapa ni kubaya. Na sasa nyoka tulikuwa tumeweka kwa ceiling board, zile kobe tulikuwa tumeweka kwa kitchen kule na vitu tofauti, tuliachana nazo na tukawaambia sasa tunataka turudi kanisani kwa dharura. Unajua ni deal mmepata, mnafanya haraka. Tukamwambia tunataka turudi kanisani, kuna ibada tunataka tuendelee kuombea watu, lakini tutazungumza tukifika. Mpaka leo tujaiongea. So deal was na backfire. So tukimalizia, nini hatujaguzia yenye mlikuwa mnafanya? Vitu ni vingi. Na kwa sababu muda umeenda sana, mbona tusiingie sasa deep tena kwa episode 3? Yes. Maana viewers wetu na watueleze kwenye comment section. Kama kuna maswali waulize hapo kwa comment section. Yes. Ndio tukifanya part 2 kuwe kuna nikuje sasa kujibu hizo. Yes. Maana kuna vitu mingi najua tujaongelea. Kuna pia magicians ama magic kwa kanisa. Guzilia hiyo kidogo. Hatutaguzilia maana najua itahitaji tuingie deep sana. Si tuipatie tu episode 3. Ni sawa. So ulikujaje kutoka kwa hii madhabahu? Ilichukua safari ya zaidi ya miaka 5 na kitu cha kwanza roho yangu ilikuwa inakosa amani. Yes. Na niliishi nikitafuta hiyo amani ambayo roho yangu ilikuwa inakosa, hadi nikajiambia siku moja nataka nichukue break. Sitaki kuminister, sitaki kuhubiri mahali popote. Kwa social media nikafunga account zangu. Nilikuwa na Facebook account 5 na page 5, zote ziko na followers wengi sana. Nikazi shut down zote. Na nikatoa ile line zilikuwa kwa hiyo simu, nikaweka line nyingine. Maana sitaki mtu ananipigia kutoka mahali nilikuwa, maana nataka nikuwe na time yangu. Yes. Ndio nisikize my soul search, ni nini natafuta yenye sipati. Na hapo ndio wakati moja nilipokuwa ni Monday, maana nilikuwa siku yangu ya kupumzika, nikasikia kuna amani hiyo siku nime experience. Unajua hapa sijalewa, maana katikati ya wiki kutoka Monday, Sunday, tunapumzika Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday mpaka Saturday tulishi tukiwa walevi. So siku ambayo siko mlevi ni Monday. Ndio siku ya kujisikiza sana nikiwa mwanadamu, nasikia ninaishi, I am existing, I'm living. Na hapo ndio nikasikia kuna amani. Kuna amani inakujanga every Monday. Lakini siku zingine hii amani sikuangi nayo. Hapo ndio nilianza kusema leo sitakula, nataka ni skip breakfast na lunch, nikule jioni, nikuwe kwa maombi. Maana nilikuwa nimefunga na kuomba baada ya miaka mingi sana. So nilipoanza kuomba hiyo maombi, Yes. Ilitoka kuwa siku ya kwanza, ikatoka kuwa siku ya pili, nikaenda siku ya 3, ikaenda siku ya 4, ikaenda siku ya 5. Maana something good about it, nilipokuwa nikianza kuomba ama kufunga, kuna vitu Mungu alikuwa ananifunulia kupitia ndoto. Na ananipea instruction vile nafaa kufanya, ama anaanza kunifichulia vitu fulani. So hizo vitu anafunua, kumbe sijui ni yeye ananiita deep. Kwa mfano kuna siku moja nilikuwa nimelala na niko tuko hiyo maombi, nimeanza kusiendi kanisa. Nikaona kuna nyoka moja ilikuwa na vichwa 2. Na kichwa moja hiyo nyoka imeanza kumeza hii kichwa ya nyoka ingine nyuma ya kitanda yangu. Hiyo sasa ni ndoto. Na tukisoma kitabu ya Job, tutasoma watu wasome kwa wakati wao. Job chapter 33 verse 13 mpaka 19. Maandiko yanasema Mungu anaongea kupitia ndoto na maono. So nikaona hiyo ndoto, nikataka kuelewa hii ndoto inamaanisha nini. Yes. Sasa ile kutaka kuelewa inabidi sasa nione, kutoka nianza ile kufunga na kuomba, kuna kitu imeanza kuhappen, kuna vitu nimeanza kufunuliwa na kuonyeshwa. Na sasa inaniacha na kiu kwa roho yangu ya kutaka kujua maana hiyo ndoto. So inabidi saa nyingine nipige magoti hata 1 hour nikiambia Mungu nifunulie hiyo ndoto inamaanisha nini. Na hapo ndio siku moja Mungu akaniambia nikiwa tu kwa hiyo maombi, maadui zako wameanza kukulana wenyewe kwa wenyewe. Nikaanza kuelewa, okay, wait a minute. Inaonekana kuna
kitu hii maombi ya kufunga na kuomba inaanza kufanya, inaanza kuleta revelation ama inaniletea mwamko mwingine ya kiroho. Yes. Na hapo ndio nikaonyeshwa, nikiwa kwa hiyo maombi, nikaonyeshwa bishop fulani anaitwa Bishop Stephen Njihia. Yes. Wa kanisa ya Redeemers Faith Ministry ambayo iko kwetu Trans Nzoia County, Kitale Town, on your way to Uganda. Kutoka Kitale Town mpaka hapo is just like 1 kilometer. Na hapo ndio nilionyeshwa huyo mchungaji akiwa amesmile kwa ndoto, na wakati niliamka nilianza kutafuta namba yake. Nikamwambia mchungaji, nimekuona kwa ndoto, na kwa hiyo ndoto vile mimi niliona kwa ndoto hiyo, ndoto kabla ishe, nimeshika bahasha nyeupe na imeandikwa 7,000 na ninaenda kupelekea mchungaji ambaye nimemuona. So ndoto ilikuwa very brief, lakini nilipokuwa naomba tafsiri yake nilielewa ninafaa nitafute huyo mchungaji, na tukapanga na yeye nikuje kwake kumtembelea kanisani. Naye kumbe alikuwa ameonyeshwa na Mungu, whether kwa ndoto yake ama wherever, alikuwa ameonyeshwa nitakuja kumtafuta. Na ndio vile tu maandiko inakuanga kwa ile historia ya Paulo. Wakati Paulo alitoka kuwa Wakristo, Mungu akianza kumletea ukombozi, alimpiga na upofu siku 3 na akatuma mtumishi wake anaitwa Anania. Naye mahali Anania alikuwa amekaa, Mungu aliambia Anania, kuna mtumishi wangu ambaye nitamtumia kwa njia kubwa sana, anakuja, umuombe, umfungue macho na umueleze vile anastahili kufanya. So safari yangu ilikuwa inafanana na hiyo exactly kama ya Paulo. Nilifika kwa mtumishi wa Mungu na akaniombea na alinifundisha, na hii kitu nitaishi nikisema kila wakati. Aliniguzia baadhi ya vitu mingi, aliniambia, alinisomea Romans chapter 1 verse 23. Akaniambia kuna watu walianza kufanya vitu ambazo ni kinyume na vile Mungu alitarajia ama vile Mungu alipanga. Wanaume walianza kulala na wanaume, wanawake na wanawake, ni vitu ambazo hazistahili, na Mungu akawapeana kwa ile tamaa ambayo ilikuwa inawaka ndani ya roho zao. Na siku hiyo ndio nikaanza kuelewa kumbe Mungu anaweza peana mtu kwa kitu yenye mtu ameamua. Ikiwa mtu ameamua kutumikia shetani kama mimi ama unabii wa uongo, Mungu atanipeana huko. Ikiwa nimeamua kufuata Mungu kwa ukweli, Mungu atanipeana kwa hiyo ukweli ama kumfuata. So nikatoka Kitale na resolution moja. Ninaenda kufuata huyu Mungu na kufuata hiyo ukweli mpaka mahali Mungu atanifikisha siku yangu ya mwisho. Yes. Na to tell you before the living God, hiyo safari haijakuwa rahisi. Imekuwa ni kufunga na kuomba. Wale wananijua zaidi ya miaka 6 zilizoisha, nilikuwa na kg more than 85 kg. Kutoka hizo miaka mpaka leo maombi haijawaisha. Nikikumbuka vizuri niko na less than 1 month ama 2 months. Mahali naweza kuambia kutoka leo ndio nimekuwa nikikula breakfast na lunch na supper for more than 5 years. Siwezi kumbuka siku nimekaa nikakula breakfast, lunch na supper. Ilikuwa ni fastings na fastings. Nafunga siku 7, nafungua siku 2. Wakati mwingine nafunga siku 3, nafungua siku 1. Yaani ilikuwa ni fasting hata sasa sihesabu. So hiyo ilikuwa ni safari ambayo Mungu alinitumia hiyo maombi na hiyo kufunga kutoka, na hiyo safari ilikuwa necessary, maana sasa nilikuwa nimejiingiza kwa vitu mingi tofauti tofauti. Wale watu nilikuwa naenda kuamsha makaburini, wale watu ambao walikuwa wamepata ajali mochari, naenda kuamsha spiriti zao. Ilibidi nijitenganishe na hizo maroho. Ile roho ya umalaya nilikuwa natumikia, roho ya na hii itaniruhusu niguze andiko tukimalizia, maana sasa afadhali nikose kusema kila kitu, nimalize na hii. Maandiko inasema hivi. Wakati roho moja imetolewa kwa mtu, watu waende wasome, hatuna masaa ya kuingia kwa maandiko. Wakati roho moja imetolewa kwa mtu, wewe inazunguka jangwani na inatafuta mahali pa kutulia, na ikikosa mahali pa kutulia huwa inasema wacha nirudi kwa ile nyumba yangu ya zamani. Sasa hii nyumba ni mwili wa mtu na inasema wacha nirudi huko, na maandiko inasema ikifika huko ipate hiyo nyumba yake imefagiliwa na ni safi na hakuna naongezea, anasema na hakuna roho nyingine imechukua kwa hiyo nyumba, imetawala hiyo nyumba. Hiyo roho huwa inaenda inatafuta marafiki zao 7 na zinakuja zinaingia kwa huyo mtu. Usisahau maandiko kwa kitabu ya Wakorintho, maandiko yanasema kwamba mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Hekalu ni temple. So ile maroho ikikuja, kuna mahali huwa inakuja inaingia, maana mwili ni hekalu, iko na space. Na zile mapepo tuliona kwa ile mapepo Yesu alitoa makaburini, mtu mmoja alikuwa na mapepo zaidi ya 2,000. Maana aliziuliza na nyinyi ni kina nani? Zile mapepo zikamwambia we are legions. Legions inamaanisha wanajeshi zaidi ya 2,000, 10,000 na zaidi. So tunaona mtu ana uwezo wa kubeba mapepo ama wanajeshi wa mapepo ama mapepo wanajeshi zaidi ya 2,000 ama 10,000. So mimi nilikuwa ndani yangu kulikuwa na maroho nyingi tofauti tofauti. Kulikuwa roho ya unabii wa uongo, roho ya umalaya, roho ya uzinzi na usharati, roho ya divina, roho ya udanganyifu,
roho ya usharati, roho ya kuvuta bangi, roho ya pombe. Hizi zote ni mapepo tofauti tofauti. By the way, acha niseme nikimaliza, ukisikia kitu inaitwa addiction, ati mtu ako na addiction ya bangi, hiyo ni roho yenye inaitwa bangi. Ama yenye nasimamia hiyo bangi, ndio inatawala huyo mtu specifically. So mtu anaweza kuwa na maroho tofauti. So ilikuwa kazi yangu kuhakikisha ninaomba na roho Mungu ndiye ananiongoza kwa hiyo maombi, na ilikuwa fasting ya muda mrefu. Kujitenganisha kwanza na umalaya ama usherati. Maana mimi ningeona mwanamke pengine kuna vitu ingenifurahisha na huyo mwanamke, na si ati tumejuana, hiyo peke yake ndio ingekuwa sababu ya mimi kulala na huyo mwanamke. Pengine kuna kitu nimeona nimefurahishwa naye. Are you getting? Yes. So I'm saying this kwa sababu hiyo ilikuwa sana ni roho ya usharati. So nilibidi ni deal na hiyo roho kwa maombi, ikiwa roho individual. Na hapa ninaomba aje, naambia Mungu nipatie roho nielewe kwa kupitia roho wako, niweze roho wako aweze kunifunulia nielewe ni roho gani inanifunga na ninafaa kujitenganisha naye. Na ninaomba ili inaitwa honest prayer, unaomba kutoka kwa roho yako. Mungu, nataka kujua ni roho gani inanizuia mimi kukutumikia kwa roho na kweli. Nataka kujua ni roho gani inanisumbua. So unaomba hiyo maombi, roho wa Mungu mwenyewe ndiye atakupointia. There is a way he will point to you. Either atakutumia pastor umsikize online, ama atatumia means tofauti, na utasikia pastor anaongelea kuhusiana na roho ya usharati. Na ataanza kukueleza venye mtu atajifungua kutoka kwa hiyo roho ya usharati. Kwa hivyo ni njia moja Mungu anakupea laini ya kujifungua kwa hiyo roho. So ukipata hiyo roho, utaanza kufanya maombi mingi ya kujitenganisha. Mungu, najitenganisha na ile roho ya usharati vile nilijiingiza. Nilijifungua, nioshe, nitakase. Mungu atakuongoza vile utaomba. Hiyo sasa ndio baadhi ya vitu. Nitaacha namba hapa na nipeane hata direction ya kanisa mahali tuko. Yes. Na ndio kikuwa kuko na watu wako na kwa addiction, kwa malaya, wezi, wakora. Mimi nasemanga sijaitwa kwa watu wazuri. Nimeitwa kwa watu ambao wamekuwa na vifungo na mbaya zaidi kuniliko. Maana Mungu alinisaidia nikatoka hapo. Mungu anaweza akasaidia huyo mtu mwingine mwenye ananisikiza akatoka hapo. Na pengine niseme nikimalizia, ndio nilete mchungaji ambaye atatueleza mahali kanisa iko na siku zetu za huduma, wanaweza kuja watutembelee. Na ikiwa kuna mtu ulishiriki kwa kanisa ya manabii wa uongo, unafaa kufunguliwa kutoka kwa manabii wa uongo. Na kuna vitu sitaongea hapa maana muda wetu ni mchache, na kuna vitu zingine zinataka watu wanazungumza ana kwa ana, na hakuna malipo tutakulipisha mahali kwa sababu ya kuongea na wewe. Kwa hivyo ikiwa kuna addiction ya ulevi, ni addiction ya umalaya, ni ukora, ni unyang'anyi, ni wizi, kuna vitu ulijiingiza ndani yake, ni bangi, ni vitu ambaye unaona inakuharibia maisha na umeshindwa kutoka ndani yake. Mimi pengine Mungu aliniingiza kwa hizo vitu na akanitoa ili nikuje nikuambie kwa Mungu yote inawezekana. So nitawacha mchungaji hapa atakueleza siku zetu za huduma na vile tunapatikana, lakini niache namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 07 59 29 59 77. Anzia tena. 07 59 29 59 77. Of course wale wako nje za nje unaweka tu kodi ya Kenya +254 7 59 29 59 77.